Bismillahirrahmanirrahim. Ahibati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Wapenzi waumini, tukikamilisha vipindi vyetu hivi vya masiku bora, leo tukikutajia siku nyingine tukufu, nayo ni siku baada ya Arafa, baada ya Waislamu kusimama mlima wa Arafa na tukaona kheri zake na yale ambayo Allah tabarak wa taala ametuandalia katika siku hiyo. Siku inayofuata inaitwa Yaumun Nahri, ni siku ya kuchinja. Imeitwa Yaumun Nahri kwa tukio lake, kwa maana baada ya watu kutoka Arafa, siku ya pili wanachinja. Sasa siku hii imeitwa siku ya kuchinja kwa tukio hili la kuchinja, tukio ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, innakum ala irthin min irthi abikum Ibrahim, nyinyi kwa tukio hilo muko kwenye urathi wa baba yenu Ibrahim. Ni somo kubwa limetajwa katika Qur'an, vile ambavyo Nabii Allah Ibrahim alipewa amri ya kumchinja mwanawe Ismail, lakini ilikuwa lengo si kumchinja mtoto, lengo ni kuchinja mapenzi yalokuwa yamekuwa juu kwa ajili ya mtoto wake, yabaki mapenzi ya juu ni kwa ajili ya Mola wake Allah tabaraka wa taala. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah, hakika wale walioamini mapenzi yao kwa Allah ni makubwa zaidi. Jambo hili la kuchinja ni katika sunna muhimu sana. Wanavioni wameita sunnatul muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, kwa maana iliyopewa uzito sana kiasi mpaka wengine wakaisema ni wajib, kwa sababu ya maneno yaliyopatikana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa yule mwenye uwezo wa kuchinja na asichinje, basi asihudhurie msala wetu. Ina maana kwamba ni lazima au ni jambo muhimu sana, atakuwa amedharau sunna muhimu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna iliyoanza kwa babu yake Ibrahim kumchinja kondoo, asipoifanya sunna hii na hali yeye ana uwezo. Ni wangapi katika sisi tunayo fursa ya kufanya hivyo, lakini tunalipuuza jambo hili, na utakuta mtu anamwagiza kwa hamu jirani yake, usinisahau na nyama, na hali yeye atakaoyatumia katika siku hiyo ya Idi katika mengine ya kutembea na gari lake, ya kutembeza familia yake, ya kufanya lile na lile, yanashinda yule mbuzi angemchinja. Bali la kusikitisha, kuna watu ambao katika mwaka mzima wanafanya mambo makubwa yasiyo na faida, isipokuwa ni kuwaiga Mayahudi na Manasara. Ana watoto watatu na kila mtoto ana birthday yake, na zote hizi kwa mwaka anazifanya, lakini amesahau kwa mwaka lau atamchinja mnyama ule, basi yule mnyama atakamchinja nywele zake. Hebu jamani, nani aweza kuhesabu nywele za mbuzi ni ngapi? Manyoya kondoo yule utaweza kumhesabu vipi sufi zake zile moja baada nyingine? Kama ambavyo huwezi kuzihesabu kwa wingi wake, kwa idadi ya nywele za mnyama yule, ndivyo itakavyokuwa hasanati zako siku ya Kiyama. Ni fursa ya siku hii kwa kila Muislamu mwenye uwezo wa kuchinja aweze kufanya hivyo, kwa sababu damu ile itakapomwagika ni msamaha wa Allah tabaraka wa taala. Ile tone la kwanza kuanguka chini, ndivyo madhambi yako yanavyoporomoka. Itumie fursa hii kwa ajili ya kumshukuru Allah tabarak wa taala, kwani Allah ni amri asema, fasalli li rabbika wanhar. Kama vile unavyotakikana usali ile swala ya Idi, cha pili kinachotakikana kufanya ni uchinje. Lakini pia kule kuchinja ni dalili ya wewe kuonyesha shukurani yako kwa Allah tabarak wa taala, na kujionyesha kwamba wewe, kujidhalilisha mbele ya Allah, kwamba unaamini zile neema anazokupa Allah sio za kwako, ni zake Allah,
kwa huruma zake na mapenzi yake kakujalia wewe ndiye msimamizi, zitumie neema hizi kwa njia ya kumshukuru Allah tabarak wa taala. Lakini pia katika kuifanya amali hii ni sababu ya kueneza furaha kwa wengine, kwa sababu mnyama utakayemchinja ni bora umgawanye sehemu 3. Fungu la kwanza ni lako wewe kufurahi na watoto wako. Fungu la pili ni lile ambalo utaweza kuwapatia mafukara na maskini, ukaweza kuwagawanyia, na fungu la 3 labda wale majirani walio karibu na wewe katika wanaostahiki kupewa, na kujenga undugu na kujenga urafiki na majirani zako. Kwa mafungu haya 3 utakuwa umeeneza furaha kwa mwenzako, na hakuna linalompendeza Allah kama mtu kuingiza furaha kwa moyo wa mwenzake. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.